Karibu tena kwenye channel yetu Ajira Update na kukumbusha ya kwamba tunaendelea kupokea maswali mbalimbali kupitia njia ya comment section. Maana unapo comment na unapouliza swali kwa njia ya comment, basi tutachukua lile swali, tutalitengenezea video ili watu waweze kufahamu ya kwamba kuna ndugu yetu ambaye ameuliza swali na watashare mawazo yao kwa uelewa wao binafsi. Na leo hii nimekuandalia makala kwa nini kwangu mimi naona mtu mwenye JKT atakuwa first priority kwenye jeshi. Cha kwanza ni kwa sababu wao wenyewe binafsi hawatataka usumbufu wa kumwanzisha mtu zero, kumpatia imani na ujasiri kutoka zero, na wanaamini ya kwamba mtu ambaye amepita JKT basi anakuwa na ule ujasiri fulani hivi ambao ameshaupata kupitia JKT. Cha pili ni nidhamu. Mtu ambaye ametoka JKT ama ameshawahi pita JKT alhali na anajua ya kwamba yeye ni mtu ambaye alikuwa anaitwa labda ni kurutu, anakuwa na nidhamu ambayo tofauti na mtu wa kawaida. Kwa maana hiyo wanaamini sana kwamba mtu ambaye amepita JKT ana nidhamu ya hali ya juu sababu amepata baadhi ya mafunzo. Cha tatu ni wanaogopa watu wasije toroka kwenye mafunzo au wakishaitwa kwenye usaili na wakafaulu wakipelekwa kwenye mafunzo, maana mafunzo ni makali kidogo, tena ni mara mbili ya yale ya JKT. Ukiangalia kwa haraka haraka JKT huwa ni almost miezi mitatu, lakini kwa hii ni miezi 6 mpaka 8. Yes, kwa hiyo inakuwa ni mafunzo makali kidogo zaidi ya yale ambayo tuliyapata JKT. Kwa maana hiyo inaweza kuwa sababu au kigezo ambacho walichokiweka pale kwamba mtu awe amepita JKT. Huenda malengo yao yalikuwa ni kupata mtu wa namna fulani ambaye tayari angalau anakuwa anaelewa na anauelewa nini maana ya jeshi. Maana mtu ambaye amepita JKT iwe kwa mujibu ama kwa kujitolea, basi anajua vitu viwili vitatu kuhusiana na jeshi. Kama unavyoona kwenye picha hapo, kuna baadhi ya picha unaona ni ma-MP. Huyo anaitwa military police. Kwa mtu ambaye amepita JKT anafahamu. Iko hivyo ndugu wapenzi wasikilizaji, na kama kuna swali lolote lile basi tuulize, tutajibiwa kwa wakati. Asante.